Awali ya yote ni washukuru waandishi wa habari. Poleni kwa sababu tuliwaarat kwamba press yetu ilipaswa ifanyike saa 5:30 asubuhi. Kulingana na vyombo vyetu vya usafiri, kwa sababu press conference ya leo kama Magharibi tunazungumza na Watanzania wote nchi nzima kupitia vyombo vyenu vya habari, kama ambavyo director amezungumza kwamba tunaye mgeni kutoka mkoa wa Katavi. Hatukubahatika kupata mwakilishi kutoka mkoa wa Kigoma, lakini kwa sababu tunaifahamu kanda yetu vizuri, tutaweka mambo sawasawa yawe kwenye rekodi, uhai wa chama chetu na mambo yanayoendelea. Ndugu waandishi wa habari, kwa wale wasionifahamu, Watanzania mbalimbali ambao wamekuwa kutufuatilia, mimi naitwa Peter Alex Kilomba, ni katibu mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini ni mtiania wa ubunge wa jimbo la Igarula linalotoka wilaya ya Uyui. Leo ninazungumza kama mtiania wa ubunge, ninazungumza kama mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini kama katibu mstaafu wa mkoa wa Tabora, nikiweka rekodi sawa kwa sababu ninaitambua Tabora. Kumekuwa na genge ambalo tumekuwa tukizungumza nanyi, linajitambulisha G55, na B Lema, mjumbe wa kamati kuu, amewatambulisha kwa mara nyingine, na mimi naomba nitumie utambulizi ule wa kuwafanya hao watu wanatambulika kama ni wapumbavu 55. Jambo hilo limekuwa likitamaraki nchi nzima, hilo genge la hao wapumbavu wa 55, na kwetu kama kanda ya Magharibi lilikuwepo na lipo, na sisi miongoni mwa ambao tunakifia chama, tunakubaliana thabiti kabisa katika misimamo ya chama, mwenendo wa chama, utaratibu wa chama. Tumekuwa tukieleza mara kadhaa kupitia ninyi waandishi wa habari hali na afya ya kisiasa mkoa wa Tabora na kanda ya Magharibi, na tumekuwa tukiwaeleza wazi wale wapumbavu 55 miongoni mwao walikuwa kwenye kanda yetu. Na mtakumbuka ni majuzi tu nikiwa nimetoka kwenye kesi ya Mheshimiwa Lissu, mimi nikiwa kama mmoja wa wahanga ambao tulitekwa na afisa wa jeshi la polisi kupitia kamanda Mlilo, afisa wa jeshi la polisi wa kanda maalumu ya jiji la Dar es Salaam. Tulizungumza nanyi na kueleza kwamba wale watu ambao ni wapumbavu 55, yale wanaoyafanya na wapambe wao na wale waliowatuma. Sasa kwa kuwa imefika zamu yetu, na juzi mmewaona, mlikuwa nao, wameeleza wakapotosha taifa kwamba wamehama na wanachama na viongozi wasiopungua 100. Sasa kwenye hili ndio maana tumeamua kutoka hadharani tuwaeleze wanachadema wote nchi nzima na kanda yetu kwamba kile kilichofanyika ni upotoshwaji. Kanda yetu iko salama, sanjari na kwamba wapo hao miongoni mwao wapumbavu wachache ambao wameondoka. Kwa mkoa wa Tabora, kile kilichofanyika juzi na kuzungumza kwamba wamehama watu 100, naomba hii ikae kwenye rekodi vizuri. Aliyeondoka, na haikuwa kwa bahati mbaya, ni ambaye hakuwahi kulizishwa na uchaguzi, sanjari na kwamba ulikuwa kidemokrasia, na hakulizishwa na matokeo, na alikuwa ya kidemokrasia na ya huru na ya wazi, na alikuwa mpambe wa makamu wa mwenyekiti mstaafu wa chama chetu, sanjari na kwamba mwenyekiti mwenyewe Freeman Mbowe mstaafu alilizika, na alikuwa mtu wa kwanza kutweet kumpongeza Mheshimiwa Lissu kwa ushindi alioupata. Wapambe wake miongoni mwao akiwemo aliyekuwa mwenyekiti wa chama hiki mkoa wa Tabora bado hajakubali matokeo. Kwa hiyo kutoka kwake, na mtakumbuka tulizungumza nanyi na tulitoa hadharani, tulikuwa hatuna mashaka, na kwa sababu chama hiki ni makini, kilikwisha andaa utaratibu maalum wa kuhakikisha afya na ulinzi wa chama chetu
unaendelea kuwa timamu na Chadema Tabora na kanda ya magharibi inazidi kuimarika. Yule James Kabepere ndio aliyeondoka. Kuna mtu mmoja sitamtaja kwa jina, kwa sababu Kabepere tulikuwa tumemtaja, alikuwa mwenyekiti wa mkoa. Nitamtaja tu mwingine kwa cheo chake ambacho alikuwa kikihudumu, kwa kuwa tu tunafahamu kwamba hakuwahi kuwa kwenye chama hiki kama kiongozi ambaye anapaswa kuongoza watu kwenda kuiondoa CCM. Alifikiri nafasi yake ni sehemu ya uraji. Naomba niwaambie Watanzania wenzangu, Chadema hatupo kwa sababu ya kunufaisha matumbo yetu. Hatupo kwa sababu ya interest binafsi. Tupo kwenye hiki chama kwa sababu misingi yake inakwenda kulikomboa taifa kutoka mkoroni mweusi. CCM aliyejitia wenda wazimu na kiburi kung'ang'ania nchi hii na kuuza rasilimali za nchi hii ni yule aliyekuwa katibu wa Tabora Manispaa tunapozungumzia, naye aliondoka. Kwa hiyo lile job plot, na moja kati ya mambo amedanganya taifa, alizoa magenge ya wahuni kwenye virabu kabisa, akawajaza ukumbini akisema kwamba hao ni sehemu ya viongozi wa Tabora Manispaa. Tabora Manispaa, kwa uzoefu wangu kama katibu mstaafu wa chama wa mkoa, ina kata 29. Viongozi wote wa kata hizo wako timamu, wanaamini katika ujenzi wa chama na wanahubiri slogan ya chama chetu ya Stronger Together. Wanahubiri msimamo wa chama wa no reform, no election. Na huu ndio msimamo wa chama na hautakaa ubadilike, na tunazungumza tena, tunarudia mara kadhaa, hakutakuwa na uchaguzi kama taifa kama reforms na mifumo yote ya kiuchaguzi haitarekebishwa. No reform, no election. Kwa hiyo Tabora iko imara, Tabora iko timamu, na kanda nzima magharibi iko timamu. Lakini hatukatai kwamba G55 wale wapumbavu 55 wako kanda yetu wanaendelea kutengeneza ushawishi. Na leo tunakumbusha tu, kwa kuwa tuliowaeleza wamekwisha ondoka, na kwa bahati nzuri hii ikae vizuri, chama chetu hakina hicho kinachoitwa fukuza. Ukizoea kula vilivyokufa, huwezi kula vilivyochinjwa. Wanajiondoa wenyewe, kwa sababu msimamo wa chama ni kwenda kulifanya ili taifa, kila mmoja miongoni wetu akapate keki ya taifa. Wao walikuwa kwa sababu zao binafsi, wanajiondoa wenyewe. Chama hiki hakina mpasuko, chama hiki hakifukuzi watu. Wao wanakimbia kwa sababu wameshakula fedha ya watu wa CCM na system yao kudhoofisha vyama vya siasa ambavyo vimekuwa na nguvu kila nyakati za chaguzi. Na hii ni muhimu, ndugu waandishi wa habari, mwe mnawauliza, kwa sababu hamaji wao tangu wajumbe wa sekretariat ya chama taifa mpaka mtu wa kawaida, sababu zao zinafanana. Na nitumie fursa hii kwa sababu leo tutawazungumza hao wajumbe wa sekretariat ya chama taifa. Kimamlaka na utaratibu wetu wa chama tulikuwa hatupashi kuwazungumza, lakini kwa sababu wamemisbehave na sio viongozi, tutawakumbusha tu namna na utaratibu ambavyo katiba yetu inalindwa, inasimamiwa na kila mwanachama hai wa chama hiki, namna ya uwajibikaji katika shughuli za chama na vikao mbalimbali vya ndani ya chama chetu. Nianze kwa kukumbusha ofisi ya kanda, bado tunao watu kwenye ofisi ya kanda ambao kimsingi ni mapema wanapaswa kuchukuliwa hatua za makusudi ili wasijinasibu kwa sababu mchezo wao wa hovyo unaendelea. Miongoni mwa hao nitamtaja mmoja, mwingine amejiondoa juzi. Aliyesalia anaitwa Rubibi, ni kijana mmoja kutoka mkoa wa Kigoma, ni mjumbe wa sekretariat ya kanda. Ninamuomba katibu wa kanda ya magharibi kwa weledi wake aisimamie katiba ya chama,
hapaswi kuishi na wajumbe kwenye sekretarieti yake ya kanda wanaopingana na maamuzi ya katiba ya chama yaliyoamuliwa kwa vikao halali vya tarehe 21 Januari 2025 na tarehe 22 ya Januari 2025 mara baada ya kumalizika uchaguzi wetu mkuu wa chama, kuwapata viongozi wa kitaifa na kuunda safu mpya na baraza lake la sekretarieti ya chama kwa maana ya viongozi na wajumbe wa kamati kuu ya chama. Ni muhimu katibu wetu wa kanda akachukua hatua za haraka namna ambavyo ataona inatosha dhidi ya Rubibi. Lakini ni muombe Mheshimiwa Katibu wa Mkoa wa Tabora, kwa mamlaka yake, katiba yetu inaeleza mamlaka zote za wilaya ziko chini ya ofisi ya mkoa. Yeye kwa nafasi yake, ninazo taarifa za ndani kutoka vyanzo vyangu katika kuhakikisha tunakilinda chama hiki. Katibu wa wilaya ya Kaliua anaratibu mchezo mchafu wa kukihujumu chama hiki, kwa kuwa tarehe 17 ya mwezi huu wanayo safari ya kwenda kwenye chama chao cha ubwabwa Dar es Salaam. Anaratibu na kushawishi viongozi wa ndani ya chama wamuunge mkono, wasafiri naye Dar es Salaam, akiwaambia ziko posho na watalipwa. Sasa sisi hiki chama tumekijenga kwa jasho na damu. Nikiwa nyumbani, kama nilivyowaeleza, maeneo ninakotoka anatoka mwenyekiti wa baraza la kina mama wa wilaya ya Kaliua, ambaye amekuwa akishawishiwa na katibu wa wilaya ya Kaliua, na ushahidi ninao kwa message, akimwambia aachane na chama hiki. Na bahati nzuri yule dada hakujiunga chama hiki kwa kutafuta fedha. Alijiunga kwenye hiki chama kwa kusoma falsafa ya chama, misingi, maudhui na madhumuni ya chama hiki. Ndio chama pekee ambacho kinaweza kumtoa Mtanzania mahali alipo na kumfikisha sehemu nyingine. Aliniambia, Mheshimiwa Katibu Mstaafu, huyu mtu naona hayuko sawa sawa kwa hizi jumbe anazonitumia. Na pengine alipaswa kuwa kwenye hichi kikao kilichoratibiwa juzi, na akasema hawezi kuwepo na hakuwepo. Na mpaka jana nasafiri kuja maeneo haya tuzungumze, amenihakikishia hata kuwepo Dar es Salaam, lakini kasema ni muhimu kazungumza na viongozi huyu mtu achukuliwe hatua. Ninaiomba ofisi ya mkoa kupitia katibu wa chama mkoa wa Tabora achukue hatua za haraka dhidi ya katibu wa wilaya ya Kaliua.